Sababu 5 zinazofanya wamama kuweza kuwazuia mabinti zao kuwa na urafiki na wanawake walioolewa. Yaani haijalishi mwanamke hawe ni mdogo kwa binti yake, wamama wenye hekima huweza kuwazuia watoto wao wasio na urafiki na wanawake walioolewa kwa sababu hizi 5. Na hizi sababu ni sababu ambazo nimezifanyia utafiti kwa hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo ambazo nitatoa hizi sababu zinaweza zikawa tofauti na mkoa mwingine. Kwa hiyo ni sababu ambazo nimezifanyia utafiti kwa hapa Dar es Salaam. Sababu ya kwanza kabisa ni sababu ya kutomshirikisha mambo ya kwenda kwa waganga kwa ajili ya kuroga wanaume. Hii ni mojawapo ya sababu kubwa sana ambayo inafanya wamama wenye hekima kuweza kuwazuia mabinti zao kuwa na marafiki na wanawake waliofunga ndoa. Hii ni kwa sababu wanawake wengi waliofunga ndoa, wengi wao wanaenda kwa waganga. Kwa hiyo wamama wenye hekima huwa wanawazuia watoto wao wasiweze kuwa na urafiki na mwanamke aliyefunga ndoa, kutokana na hii sababu ya kuogopa kwamba huyo mwanamke atamshirikisha mtoto wake kwenda kwa waganga kwa ajili ya kuroga wanaume. Na pia sababu ya pili ni sababu ya mwanamke kumfundisha yani yule mwanamke aliyeolewa kumfundisha binti yake mambo ya kufanya mapenzi kama ni jambo la kawaida, kwa sababu mwanamke aliyefunga ndoa kufanya mapenzi ni jambo la kawaida. Kwa hiyo huwa wamama wenye hekima wanaozuia mabinti zao wakijua wazi kwamba binti yao ataweza kufundishwa mambo ya kufanya mapenzi achukue ni jambo la kawaida. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya sababu. Na pia sababu ya 3 ni sababu ya binti yake kuuzwa na huyo mwanamke. Hii ni mojawapo ya sababu kubwa sana. Wanawake ambao wapo kwenye ndoa huwa ni rahisi kuweza kuwauza mabinti zao, yani marafiki. Yani mwanamke aliyepo kwenye ndoa akiwa na rafiki na binti huwa ni rahisi kuweza kumuuza kama atapewa hela. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya sababu ambayo wamama wenye hekima huweza kuwazuia watoto wao wasio na urafiki na wanawake walioolewa. Na pia sababu nyingine ya 4 ni sababu ya kumshawishi binti, yani kuogopa kumshawishi binti yake kuweza kufanya mapenzi na mtu fulani, kutokana na ushawishi, yani kutokana na yule mwanaume kuweza kumshawishi yule mwanamke ili aweze kumshawishi binti. Kwa hiyo ni mojawapo ya sababu kubwa sana ambayo inafanya wamama wenye hekima kuweza kuwazuia mabinti zao. Na pia sababu nyingine ya mwisho ni sababu ya kushawishiwa kutumia uchi wake kwa ajili ya kuweza kupata pesa. Hii pia ni mojawapo ya sababu kubwa sana. Wazazi wenye hekima wanazuia watoto wao wasio na urafiki na wanawake walioolewa, kwa sababu wanajua kwamba wanawake wengi walioolewa wanajiuza. Kwa hiyo wanajua kwamba mtoto wao anapokuwa na urafiki na mwanamke aliyeolewa huwa ni rahisi kushawishiwa kuanza kufanya umalaya kwa kutumia uchi wake. Kwa hiyo pia ni mojawapo ya sababu kubwa sana. Kwa hiyo ni vyema zaidi kuweza kujua hilo, kwamba ni sababu ambazo huwa zinafanya wamama wenye hekima kuweza kuwazuia mabinti zao wasiweze kuwa na urafiki na wanawake walioolewa. Na pia nikukumbushe, kama una tatizo la kukosa hisia kwa wewe mwanamke ama kwa wewe mwanaume ambao una tatizo la kutokuwa na changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume, hakikisha unapata hii dawa. Hii dawa unaweza shilingi 10,000 za kumcheki WhatsApp uweze kupata hii dawa. Naitwa Isaac Kanyankole.